Mtazamaji wetu wa YouTube channel ya Kalam TV Online, tuna ripoti taarifa hii kutokea mkoani Mwanza, na taarifa yenyewe ikimhusu mkuu wa mkoa wa Mwanza ndugu Saidi Mtanda ameungana na familia na jeshi la polisi kuaga mwili wa askari Namsifu, ambapo taarifa ni kwamba mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda amehudhuria ibada ya kuaga mwili wa askari wa usalama barabarani wa wilaya ya Nyamagana Tumsifu Wilson Kileo aliyefariki dunia kufuatia ajali ya barabarani. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe katika YouTube channel yetu ya Kalam TV Online ili uwe wa kwanza kuweza kupata taarifa pindi tunapokuwa tumeweza kuziweka. Mbali na hayo, ni kukumbushe tu kwamba marehemu Kileo alipata ajali Februari 10, 2026 na baada ya kupatiwa matibabu alifariki dunia Februari 13, 2026. Lakini miongoni mwa yale ambayo ameyazungumza mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda ni pamoja na kuungana na familia, ndugu, jamaa pamoja na marafiki na viongozi na askari wa jeshi la polisi kutoa heshima za mwisho kwa askari huyo aliyekuwa akilitumikia taifa katika kitengo cha usalama barabarani. Lakini ameeleza masikitiko yake kufuatia kifo hicho, akisema ni pigo kwa familia, lakini pia taasisi ya jeshi la polisi na mkoa wa Mwanza kwa ujumla wake. Lakini itakumbuka tu kwamba baada ya ibada ya mwisho jijini Mwanza, mwili wa marehemu Tumsifu Wilson Kileo unasafirishwa kuelekea wilayani Moshi, mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya mazishi zaidi. Endelea kufuatilia YouTube channel ya Kalam TV Online, subscribe, lakini pia share na comment ili tuweze kuona maoni yako. Subscribe, comment and share Kalam TV Online. Sisi Waislamu tunapopata msiba, kauli mbiu yetu ya mapokeo ni neno moja tu la Kiarabu linalosema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana yake kwa Kiswahili ni kwamba sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Wasia mfupi ninaoutoa ni kwamba siku zetu za kuishi duniani siku zote sio nyingi. Hata ukijaliwa miaka 90 ni michache sana. Umri wa kuishi kwenye makaburi ni umri mrefu kuliko umri wote wa dunia. Hata ukifariki una miaka 120, lakini leo ukipita kwenye makaburi utaona kaburi la mtu ambaye amefariki na miaka 100, lakini ameishi ndani ya kaburi kwa miaka zaidi ya 100. Kwa hiyo hii tukumbushe kwamba maisha ni hadithi.